haraka pia wanapita pale bendi wakimalizia onyesho lao zuri. Asanteni sana. Omar Sasaka, Radio Sila Njoni. Asante sana bendi, asante sana vijana wetu enforcement officers. Onyesho fupi zuri sana, bila shaka tumefurahia. Thank you very much. Na tutaomba sasa sote tuweze kusimama ili tuanze kwa maombi, na tutaweza kuongozwa hapa na wachungaji wetu akiwemo Omar Sasaka wa dini ya Kiislamu na Thedius Sila dini ya Kikristo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amina. To the front. What happens? Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakuja mbele zako wakati huu tukikushukuru na kulihimidi jina lako. Tazama jinsi ulivyopanga siku ya leo ambayo wananchi wameingoja kwa muda, na sasa tunaona imefika. Tunaweka gavana wetu Mheshimiwa Oparanya mikononi mwako anapoanzisha jiwe la msingi la ujenzi wa kiwanda cha maziwa hapa Malava. Uwe pamoja naye. Tunaombea wageni wote ambao wamefika Bwana wako mikononi mwako, uzidi kuwabariki. Viongozi wetu wa kaunti kwa viwango vyote tunaweka mikononi mwako, uzidi kuwabariki Bwana. Tazama wananchi pia na wakabidhi mikononi mwako, utawabariki hata zaidi. Tazama pia naweka mifugo wao ambao watakuwa wakitoa maziwa kuleta kwa kiwanda hiki, ukawabariki Bwana. Basi Roho wako Mtakatifu wapate kuanza nasi na kumaliza pamoja nasi. Ni kwa jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Asante sana. Asante sana viongozi wetu wa kidini. Asante sana kwa maombi hayo mazuri. Na wanapoondoka sasa, moja kwa moja tuendeleze ratiba. Mheshimiwa gavana wetu wa gatuzi la Kakamega, ukiwa pia mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Kenya na mwenyekiti mwendani wa jopo la masuala ya sukari ama kilimo cha miwa nchini Kenya, na vile vile mwenyekiti wa Lake Region Economic Block, Mheshimiwa FCPA Wycliffe Ambetsa Oparanya, naibu wa gavana wetu wa Kakamega Mheshimiwa Profesa Philip Museve Kutima, mbunge wetu wa Malava Sub County Mheshimiwa Malulu Injendi, Deputy Speaker Mheshimiwa Soita Kasaya, kamati za masuala ya biashara na kilimo katika bunge letu la Kakamega, waheshimiwa MCS wetu wote, mawaziri wa gatuzi letu la Kakamega, katibu na mkuu wa umma kaunti ya Kakamega Madam Jacinta Luoch Odhiambo, chief officers wote, county attorney Moses Sande, wakuu wa idara tofauti ya county yetu, kamati ama bodi ya maziwa KDDC, viongozi wote walowasili hapa, itifaki ikiwa imetambulika, mabibi kwa mabwana. Mheshimiwa Gavana, niombe dakika 10 tu za muda huu wa mwanzo tuweze kupata burudani, na mbele yako niwaulize Shamoni Kwaya wawe wamechukua nafasi hiyo ya kwanza ili kutoa burudani. Dakika 3 zenu zinaanza kuhesabika.
Nyuma yenu wafuatie na Baholo Litungu, Silas Makoha, waandae vijana wako kwa haraka, halafu Matende Isukuti, bila shaka muweze kutifuatifua hapa kivumbi. Siku hii nzuri Mheshimiwa Gavana, ambapo leo unatupa kiwanda kikubwa cha maziwa gatuzi la Kakamega na eneo hili zima la Magharibi. Tutaweza kuwa na burudani hizo 3 tu, na nimewapa kila kundi dakika 3, halafu tuweze kusonga katika sehemu ya hotuba. Twende kwa haraka. Kiongozi wa Shamoni Kwaya Harrison Shundu, nafasi ni yako, na anapojiandaa nikukumbushe kwamba kwa sasa hivi matangazo haya yanaendelea kumulikwa na kupeperushwa moja kwa moja kwenye runinga ya NTV. Kenya nzima na ulimwengu wanafuatilia mradi huu kufurahia ugatuzi Kenya. Asante sana Shamoni, asanteni sana, asante sana. Wapigeni makofi, wamemaliza vizuri sana. Thank you very much. Wafuate sasa wana Litungu. Litungu mfuate sasa, na Baholo Litungu, kazi kwenu, mfanye maneno. Dakika zenu za kuhesabika zimeanza sasa, kwa hivyo endeleeni. Tuendelee. Asante sana. Atuni ni nani aliye kama wewe? Atuni ni nani aliye kama wewe? Asante sana, wapige makofi na Baholo Litungu. Asante sana Silas Makoha.
Kazi nzuri, fupi, tamu sana. Waingie sasa Matende Isukuti, kazi kwenu. Dakika 2 zimesalia za burudani. Tuendelee. Asante sana Sukuti. Asante sana. Asante sana Sukuti. Thank you. Asante sana Sukuti. Thank you very much. Asante sana. Thank you very much. Very good. Asante sana. Asante sana. Thank you. Asante sana. Wapigie makofi Matende Sukuti. Huo ndio mwisho wa burudani. Japo malaika wanakuja pale mbele na itakuwa heshima kubwa kuwapa nafasi waweze kutoa ujumbe walio nao. Mwalimu, wakati mwingine wasiliana nasi tujue ni nini wanaleta watoto, angalau tuweze kujulisha umma. Basi watoto, mwalimu na wenzako endeleeni. Wapigie makofi Wanatumbeni. Watoto chekechea Wanatumbeni, mheshimiwa anakuja kwa salimu. Mwalimu unaweza baki kidogo tu usalie, na pia uje mpaka kwenye jukwaa. Mwalimu kiongozi, huwa tunakuwa na kiongozi wa wanafunzi pia, lakini tuna kiongozi wa walimu wa chekechea. Asante. Na mheshimiwa gavana ameomba kuweza kuwasalimu. Njooni tafadhali. Njooni tafadhali. Gavana ameomba wasalimu. Heshima hiyo tafadhali. Amefurahia. Kumbuka masuala ya ugatuzi yanakubali masomo chekechea.
shule za chekechea zimegatuliwa. Karibu kwenye jukwaa, msalimu Mheshimiwa Gavana kwa heshima. Halafu ni Mheshimiwa Gavana, sasa wewe songa kando, watambue watoto hawa wakati wanamsalimu Mheshimiwa. Hawa ni akina nani mwalimu? Kuja wanasema huyu anaitwa Mary, huyu anaitwa Juliana, kazi yako sasa. Kuja mwambie Gavana huyu ni nani mwalimu. Mwambie Gavana huyu anaitwa nani? Juliana. Asante sana. Asante sana. Ilikuwa ni salamu, Mheshimiwa Gavana amefurahi, na bila shaka watoto pia wamepiga picha wakati wanamsalimu Gavana, watafurahi. Muendeleze kupita mbele hivyo, na mwalimu mkuu utasubiri kidogo uweze kumsalimu rasmi tena Mheshimiwa Gavana. Asante sana, amempa mtoto mdogo zawadi nzuri kwa niaba ya watoto wenzake. Tuombeni ECD makofi mazuri tena. Thank you, Your Excellency. Asante sana kwa hilo. Nitambue pia uwepo wa DCC wetu wa Malava Sub County ambaye alikuwepo na kidogo tukampita, Bwana James Kobia, kwa niaba ya serikali kuu. Kwa sasa nachukua nafasi hii Mheshimiwa Gavana kuweza kusonga na ratiba kwa haraka. Tunaingia sasa katika sehemu ya hotuba, na nitamuuliza waziri wetu wa masuala ya viwanda, biashara na utalii, Bwana Kassim Were, aje kwa kifupi aweze kuzungumza, na nitakuomba Bwana Were utazungumzia tu hapa mbele, kisha utaweza kumwalika naibu wa spika Bwana Mheshimiwa Kasaya aweze kumkaribisha sasa Mheshimiwa mbunge ambaye atamwalika naibu wa gavana, naye amlete gavana atuhutubie, halafu tuendeleze na ratiba hadi uzinduzi rasmi wa mradi huu wa maziwa Kakamega County. Mheshimiwa Waziri, nafasi hii ni yako. Wakati bado ananong'onezana na Mheshimiwa Gavana, nikukumbushe runinga NTV inapeperusha habari hizi moja kwa moja katika runinga ya NTV. Kwa hivyo Kenya nzima na dunia inafuatilia. Waziri Kassim Were, nafasi ni yako. His Excellency the Governor, His Excellency the Deputy Governor, the invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Allow me, being the first speaker, to welcome you all to this very important function. And I have an official speech that I would wish to be able to make to acknowledge the day's events. It gives me great pleasure to welcome you to this groundbreaking of this key flagship project of the Governor's Manifesto that is meant to grow industrialization through value addition to agricultural products. The idea was conceived by His Excellency the Governor in 2012. In line with his thoughts, as a team of two was selected. A team of two was selected to be able to look at the idea in Rwanda. And with permission, allow me to mention the two. The first one was Penina Mkabane, who was that time the acting CEC Agriculture. Please, wherever you are, just stand and wave. The second one was Fandina Mchwenu, who was at time the county dairy officer, if there's anywhere. The two visited Rwanda, and that's how the program on One Cow initiative began. They borrowed the Rwanda model, whereby the government spearheads the One Cow initiative. Farmers form cooperatives and send government-owned factory. The government avails schooling plans to the farmers' cooperatives. Farmers keep records. Payments to the farmers are made in a weekly basis, and an agreed percentage of fund is retained for the cooperative development movement. The first consumers of the processed milk are lower primary kids in schools, while the rest is consumed by other public institutions at a fee. Dear participants, the county government of Kakamega will domesticate this model so as to suit our environment, with certain aspects enriched, like the ECD children to be given free milk, while the polytechnics can buy
for sustainability as we grow the brand. In stepping up the effort, His Excellency the Governor set up a task force in 2014, headed by a renowned expert in dairy technology, Professor Peter Shallow. If he's around, kindly wave. The task force has three things: to identify measures that will improve the livelihood of small-scale farmers, to develop and test disseminate technologies, and determine ways of building capacity of other stakeholders. The ultimate outcome of the recommendations was to establish a milk processing plant in Malava. This set the stage for establishing a milk processing plant. A technical team was set up, made up of staff from trade and agriculture, and the technical committee is here. If they are there, kindly stand up and just wave. And a team was sent to do benchmarking in Kiambu, Kisii, Makueni, and Uasin Gishu, with positive back-to-office reports. Ladies and gentlemen, as I wind up, I want to mention just three people who played a key role in making this event successful. The first one was Dr. Collins Matemba, where you are, please stand up. He played a key role in terms of developing the public works documents for the milk processing plant. Fanel Wemali, the chief officer, he's been a key role in driving the whole process. Patrick Lumumba Likavo, he's played quite a key role in terms of the designs. Dr. Kelly Nelima, the technical expert, she's been quite key in looking at the layouts. Mr. George Makaya, the HOD for industry, and the architecture who did the entire diagrams. I think we requested him to be around, Mr. Wycliffe Onsongo. Just wave to the crowd. With those few remarks, I would wish to welcome the Deputy Speaker to be able to talk to an end. Thank you very much. Asante Waziri. Your Excellency, the Governor of Kakamega County, Honorable Wycliffe Ampeso Paranya, His Excellency the Deputy Governor of Kakamega, Professor Philip Museve Kutima, the MP for Malava, Honorable Moses Malulu Njendi, the Senator Mama Naomi Shionga, Waheshimiwa MCAs who are here, the Minority Leader, the Chairman Trade, and Chairman Agriculture, and the members of the committees, plus the CECs present, na watu wote wa Kakamega, hamjambo? Vandu be Malava mirembe, mumefurahia gavana? Asanteni sana. Nataka kuwatambua viongozi walio hapa, mtaniwia radhi sababu ya program ambayo gavana yuko nayo. MCAs wale tuko nao hapa, tuko na leader of minority, anaweza simama atusalimie kidogo, Mheshimiwa David Ndakwa, MCA wa West Kabras. Karibu sana Mheshimiwa. Your Excellency Governor, Deputy Governor, Mheshimiwa Mjumbe Malulu, Madam Shionga, Waheshimiwa MCS, County Government staffs, Vandu weka Kakamega mlembe mna mwesi. Kwa niaba ya watu wa Malava, kwa niaba ya watu wa West Kabras, mimi ni shukran sana, Your Excellency. This is what we call legacy. Legacy is defined by what you leave behind. Kama sisi watu wa Kakamega County, tukiangalia, tukiona landmark projects zenye unaweka kama hizi, tunasema kwamba ni asante. Mahali utaenda historia yako ikiandikwa kwa pages ya Kakamega County, nafikiria utakuwa na pages from page 1 mpaka half. Na kama Malava, Kabras, hapa Tumben ndio ukulima ulianzia sana, ng'ombe ziko hapa sana. Nafikiria it was a good idea, but it was a best idea kusema kwamba dairy ikuja Malava na ikuja hapa Tumbeni. Watu wa Malava mnasema asante. Mbola Mriana, Deputy Governor, asante sana.
Bwana Governor akifanya kazi, wewe unafanya kazi. Asipofanya kazi, wewe pia hufanyi kazi. Lakini tukiona vitu kama hizi kitendeka, tunajua kwamba unafanya kazi. Kwa hivyo hongera, na serikali yenu idumu na muendelee kushirikiana ili maendeleo ikuwe equitably distributed Kakamega County, kwa sababu hiyo ndio watu waliwachagua kuwafanyia kazi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa wachache katika bunge la Kakamega. Nitasema tu hawa viongozi walio hapa, tuko na Mheshimiwa Beno Mboko ambaye ndio chairman wa Trade Committee. Tuko na Mheshimiwa Geoffrey Mwinami Matera, chairman wa Agriculture. Tuko na Mheshimiwa Jason Lutomia, Mheshimiwa wa Chimuche Ward. Tuko na Mheshimiwa Kevin Mahelo, Mheshimiwa Butali Chegulo. Tuko na Mheshimiwa Lazarus Anaswa Lucheveleli, MCA wa East Kabras, yuko hapa na sisi. Tuko na Mheshimiwa Absolo Mandati kutoka Ingote Matia, yuko hapa. Tuko na Mheshimiwa John Ngome kutoka Luandeti Ward. Tuko na Mheshimiwa Lydia Baraza. Tuko na Mheshimiwa Mildred Waluvengo. Tuko na Mheshimiwa Gladys Omkongolo mama yao. Tuko na Mheshimiwa Hari Shikuku kutoka Koyonzo. Tuko na Mheshimiwa Ashachi Wanda kutoka Musanda Ward, na nimeona Mheshimiwa Lucy Chogo akiingia pamoja na Mheshimiwa Ann Nambiro, na Mheshimiwa wote wako hapa. Asanteni. Mimi nataka kusema kwa uchache sana. Gavana wetu, sisi tuna furaha kuona siku ya leo imetendeka vile ilivyo, manake imekuwa maombi yetu na subra mingi kwa watu hawa wakaazi wa Kakamega pamoja na wakaazi wa Malava, manake tuna imani kwamba hiki kibanda kikianza kufanya kazi, hiki kiwanda kikianza kufanya kazi, watu wetu watapata pesa, watu wetu watapata ajira, na tunakushukuru sana, na tunaomba kwamba wakati unaazimia maazimio yako mengine, sababu tunaona yale mambo ambayo umetufanyia sisi, watu wote wa Kakamega County tutaunga gavana kwenda mbele. Tunakubaliana kwamba tunaunga gavana mchapakazi kwenda mbele. Alafu pia deputy tutamsongesha mbele, sivyo? Asanteni sana, karibu sana mama senator, mama Naomi Shionga Signal, uongee na watu wako. Asante. Your Excellency, the Governor of Kakamega County, Your Excellency, the Deputy Governor of Kakamega County, our MP, Honorable Nyendi Malulu, the Executive Wing of the County Government, MCS, na watu wote wa Kakamega County. Mlembe bosi! Mlembe! Yeah, Your Excellency, mimi nimefurahi sana kufika hapa, na nimefurahi sana wewe kuamua siku ya leo kukuja kutembelea watu wako wa Malava na kusindua huu mradi. Your Excellency, huu mradi wa dairy ni mradi ambao tumengojea sana, na leo ni leo. Kweli ama rongo? Yes, leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Mradi umefika na utazindua hii mradi vile imeanzishwa leo, ama vile itaanzishwa leo. Sisi tunajua wamama wa Malava na Kakamega kwa ujumla tumepona, kwa sababu wamama wa Malava na Kakamega sisi ndio tunakamua hizo ng'ombe. Wamama wa Kakamega na Malava sisi ndio tunachunga hizo ng'ombe. Mimi nimefurahi sana kwa sababu hii imeongeza plus kwa maendeleo, especially development za Malava na Kakamega kwa ujumla. Wewe haupakui, wewe unafanya kazi yako. Deputy, asante sana kwa hii mradi ambao umetuletea. Hii serikali tukishirikiana namna hii tunaenda mbali. Na unaona watu wamekuja kwa wingi. Asanteni sana kwa kukuja. Hatuwezi kumchosha, lakini sisi tukaribisha huu mradi na tuendelee namna hiyo, na wamama msaidie kaunti yetu ya Kakamega, kwa sababu mnaona maendeleo inaanza na nyinyi na imeshaanza. Asanteni sana.
Nataka kuchukua hii fursa kumwalika mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Injendi Malulu akuje ahutubie watu wake. Your Excellency, wageni wengine wote, wana Malava, watu wote wa Kakamega County, nachukua nafasi hii kusema hamjambo. Gavana, mimi sijui niseme nini. Mimi ni furaha tele kwa sababu mimi nakumbuka 2014 ukiniongelesha kwa ofisi yako. Wakati huo nilikuwa nakuja kwa ofisi yako mara nyingi. Na ukaniambia ungependa Malava ikuwe na dairy plant. Tukatafuta shamba na Profesa Kutima, tukapata shamba ya kwanza, lakini hatukufaulu negotiations. Tukapata hii. Sasa governor, kuna siku moja wewe ulisema ati huyu mheshimiwa simuonage kwa ofisi yangu. Kutoka wakati huo governor, mimi nilikuwa nimefika mahali nikasema hii dairy itakuja kweli. Na vile umeleta governor, utaniona kwa ofisi yako kila asubuhi. Utaniona sasa pako utashangaa kwana niko na maana gani. Kwa hivyo mimi sina mengi, nikusema sisi wana Malava tumefurahia. Tumekuwa watu wa kusalisha maziwa miaka ile, kwa KCC ikaanguka, watu wa Malava wakaumia. Kwa hivyo hii kiamuka ikijengwa, sisi tutafaidika kabisa, kwa maana tumekuwa na miwa, lakini hao pia ni wakulima wa ng'ombe. Kwa hivyo hii kiwa tutakuwa vizuri. Governor, hata mimi I can only compare you to one person in this country. Wale watu wanafanya kazi mzuri. Mimi naona tu wewe ukisema kitu unatenda. Kazi yako inaonekana. Tena mtu mwingine ambaye anaona akisema anatenda ni Ruto. Hata mimi naomba governor, wewe ukishikana na huyu mtu unaweza kufanya mambo maajabu. Na Mungu akubariki. Okay. Haya, nachukua nafasi hii kumkaribisha Deputy Governor Profesa Kutima. Karibu mwenzangu. Mheshimiwa Governor, Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, Mheshimiwa mbunge wa Malava Moses Malulu, Senator wetu Naomi Shionga, Deputy Speaker wa County Assembly ya Kakamega Mheshimiwa Kasaya, Leader of Minority David Ndakwe, MCA wa Chimuje sehemu ambayo tuko, Jason Ritomia, DCC wa Malava, waheshimiwa MCAs ambao mmefika hapa, wafanyikazi wa serikali ya kaunti na wafanyikazi wa serikali ya kuu na wananchi wote wa Kakamega, hamjamboni. Mlembe mno handi mwere balamu. Bwana Gavana, watu wote wamefika hapa kutoka kaunti yote. Tuko hapa na watu kutoka Likuyani, kutoka Matungu, kutoka Mumias West, kutoka Kusero, kutoka Navakholo, kuna watu kutoka Potere hapa, Ikolomani, Shinyalu,
Lukari, Mumias East, Lurambi na Malava. Mheshimiwa Governor, the beginning of this milk processing plant is a long journey. Wakati ambao uliingia kwa ofisi 2013, kitu cha kwanza ambacho ulifanya uliform task forces. Na mojawapo ya task force ambao uliform ilikuwa ya kuangalia ikiwa tunaweza kuvuga ng'ombe za maziwa. Hiyo task force ilikuwa chaired by Professor Shalo. Na tulikuwa na representatives kutoka kwa county yote. Walitembea kila mahali, wakaleta report. Hiyo ile report ndio ili recommend kwamba factory ya maziwa iwe hapa Malava. Na wale ambao hawajui, hapa Malava zamani ambao nilikuwa mtoto, kulikuwa na wakulima shupavu sana hapa. Wakulima wa kwanza Kakamega County to import animals from Europe walikuwa wanatoka hapa. Walileta exotic animals. Walikuwa wanaleta kutoka France, Denmark, Finland. Those farmers walikuwa shupavu sana. Ubaya tu saa hizi sisi sio shupavu kama wale. And the environment was very good. The present day Kakamega dairy processing that was there was the child of Malava Dairy. Hawa wazee walianzisha Malava Dairy ambayo maziwa ilikuwa inakusanywa alafu wanaenda kulipa kuuza. Watu wengi walisomesha watoto wao kupitia kwa hiyo maziwa ambayo walikuwa wanauza. And I'm proud that leo tumefika hapa kuzindua huu mradi. Jinsi mbunge alivyosema, wakati ambao tulikuwa tunatafuta shamba, tulienda mahali pengine asubuhi sana. Tuliambiwa lazima tufike huko asubuhi. Mimi na Mheshimiwa Malulu tukaenda kutafuta hili shamba saa 11 asubuhi. Walituambia kwamba tukitaka huyo mtu lazima tufika huko mapema. Tukifika saa 2 hata kuwako. Unfortunately, we were not able to get that land. But we kept on looking for the land, alafu tukapata hapa. Hata mwenyewe ambaye alituhusia hapa alikuwa amekataa. Nikamuita kwa ofisi, nikazungumza naye, akasema ikiwa nataka tuchukue shamba lake lazima tumpe shamba lingine. Lakini hatukuwa na shamba. I convinced him until he gave us this land. And paying for it was some problem. I'm happy that Your Excellency, you intervened and were able to get this piece of land. This piece is 8 acres. The processing plant will not take 8 acres. It will just take about 1.5 acres. So the remaining 6.5 acres, we intend to have a smart farm there. Upande huwa shamba na huko chini tuwe na oxidation bonds na kila kitu hapo. So kitu ambacho nataka kuambia watu wa Kakamega, this milk processing plant is not for Malava. This is a milk processing plant for the people of Kakamega. We are going to have coolers kila mahali. Coolers zitakuwa kila mahali, kila sub-county.
Mkitoa maziwa mtapeleka kwa cooling center, alafu maziwa iletwe hapa. Kwa hiyo mtu asifikirie kwamba factory hii ni ya Malava. It is for the whole of Kakamega County. Tumekuwa tukitayarisha kujenga hii na imechukua muda. Kitu ambacho tumefanya, lazima tulianza kununua ng'ombe through one cow initiative. Tukawa na ule mradi wa artificial insemination. Alao tukawa na mradi ambao kuwafundisha wakulima jinsi ya kuvuka ng'ombe. Kwa sababu ng'ombe huwezi kuipata tu alafu unaanza kulisha chakula chochote alafu upate maziwa. Hiyo ndio ilitufanya ikachukua muda. Siasa iliingia, hata gavana ikasema kwamba wewe umekula hizo pesa. Lakini ni kwamba tu watu hawajui budgeting process inaendaje. Mradi wa serikali sio kama ukienda tu Malava unaenda kula kwa kioski, unaenda hapa unapata ukali hapa na kuku. Mradi wa serikali lazima upangwe. Na tumepanga, tuko tayari. You people of Kakamega will enjoy. Nikimalizia, nimesema kwamba tunafanya artificial insemination. Ile semen ya kupandisha ng'ombe, tumezungumza na KEVEVAP. KEVEVAP ni wale ambao Kagri ni wale ambao wanatoa hiyo sperms za kupandisha ng'ombe. Na tumesikilizana nao, wanaleta mradi wa kuweka hizo semen Ukura. Other counties, surrounding counties, zitakuwa zikipata hiyo semen kutoka Kakamega hapa. Na baada ya kukamilisha hii factory, tutakuwa na other counties will be invited kuleta maziwa yetu hapa. Maziwa yao hapa. Na ninyi nataka kuwauliza, tafadhali mvuke hizi ng'ombe. Tusianzishe huu mradi hapa na tukose kuwa na maziwa. It is a challenge to you and me that we must produce milk to be able to process. Mambo ya siasa sasa imekwisha. Kutoa maziwa sio siasa sasa. Kutoa maziwa itakuwa kazi. Na nataka to thank you very much for being patient. Mmekuwa patient sana. Lakini mkiwa patient, mtapata na mmepata. Governor, you are welcome in Malava. Malava has always welcomed you. Hata hapa tuna Malava tunakuchukua kama wewe mtoto wa Malava. Because wewe umenichukua kama mtoto wako. That's why you appointed me deputy governor. Na tumefanya kazi nao vizuri, and I promise that I will work diligently under you for the sake of the development of the people of Kakamega. Nikimalizia, sitaenda mengi sana. Nataka kumwalika wale ambao wako hapa, tafadhali, can you rise up as welcome His Excellency the Governor to address us. Thank you. Hamjambo wananchi, hamjambo tena. Mulembe bosi, muli abalamu.
Kwanza nataka nimshukuru sana nyinyi wale wote ambao mmepata nafasi ya kuja hapa Malaba siku ya leo, ambao tunaweka jiwe la msingi la faktori yetu ya maziwa. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to join you this morning to officially launch the construction of Kakamega County milk plant in Malaba sub-county. It has always been my commitment to see this project take off in a timely manner, to support the ongoing diversification of agriculture in our great county of Kakamega. However, the process of identifying and acquiring a suitable location for the project, as well as engaging investors to undertake due diligence and commit their valuable resources to this project, took longer than anticipated. As you are aware, there are some individuals who started playing politics with this noble project by questioning the county government's commitment. My message to them is simple and clear. As a government, we will continue serving the people diligently and within our mandate. In this regard, I wish to thank the people of Malaba and Kakamega County at large for keeping the dream alive through patience and high sense of patriotism. Your patience has indeed been vindicated. It is the policy of the county government of Kakamega to diversify agricultural production, considering that there are many risks in overdependence on monocrop production. Our experience with the sugarcane is very fresh in our minds, and it is time we tried other forms of farming to cushion farmers against turbulence in the market. At the national level, dairy farming is a single largest subsector of agriculture in Kenya. It contributes 14% of agricultural gross domestic product with an annual growth rate of 4.1% compared to 1.2% of crop agriculture. The dairy sector accounts for 6 to 8% of the country's GDP. Nearly 500 people are direct wage employment and another 750,000 jobs in support services. Here in Kakamega, we have an estimated dairy cattle population of 200 dairy cattle. These are kept by an estimated 50,000 farmers. In the north and central sub-counties of Lugari, Lukuyani, and Malaba. Our farmers produce an average of 250,000 liters of milk per day, of which 135,000 liters are available to the market for sale.
Included in this production is milk from our own dairy flagship project, the One Cow Initiative, in which 1,310 in-calf dairy animals have been given to selected farmers in each ward in 3 phases. 10 animals per ward were given out in the first and second phases, and 8 per ward in most recent third phase. Out of these animals, 700 offsprings have been passed on to more beneficiaries. This strategy is expected to substantially boost milk production in the country in readiness for the expected high demand once the dairy processing plant commences production. This initiative will be supplemented by the smart farms that the county government has put up, targeting all the 12 sub-counties of Kakamega. Nearly 6,000 liters of milk will be produced per day by the smart farms, which will act as the nucleus of the dairy plant. The farms will also produce breeding stock for farmers and act as collection centers for the neighboring dairy farmers. Other notable suppliers of milk will be the 30 existing dairy cooperatives spread out in the county. The cooperatives have 24 milk coolers which will be used to bulk milk at agreed collection routes. We are committed to improving the capacity of these cooperatives through training and direct assistance as per the needs and capacity of each entity. I would therefore like to urge dairy farmers to join the cooperative movement to benefit from collective marketing and economies of scale. The other issue we want to discourage is the interest of farmers is an unstructured marketing of milk which exposes them to exploitation by middlemen. Cooperative societies provide democratic avenues for farmers to have a say in their leadership and governance structures, thus ensuring value for money for their farm produce. The county government has also put in place the ongoing artificial insemination program aimed at improving productivity of the dairy animals through upgrading existing stock. Farmers are able to get subsidized AI services. The dairy processing plant superstructure that we are starting today will be put up at a cost of 110 million Kenya shillings. On installation of the processing equipment, the plant will process fresh milk, fermented milk, as it expands. This plant will bring eminent benefits to our people. The key benefits will include employment creation for residents directly and indirectly, provision of market and income for farmers, boosting of the economy of our county. It is clear from the foregoing that the county government of Kakamega has been keen on planning for establishment of this dairy processing plant to ensure viability and equitable development for our citizens. I sincerely hope
that today's groundbreaking ceremony will inspire all farmers within the county to embrace quality dairy farming in order to improve household incomes. I hope too that wananchi will now see that their government is working and not engaging in idle talk as some individuals would have wished us to do. On this note, it is my great pleasure to declare the construction work at the county milk processing plant in Malaba sub-county officially launched. Wananchi, leo ni siku ya furaha. Ni siku ya furaha kwa sababu tumekuja hapa kusudi tuanzishe ujenzi wa kiwanda cha maziwa, na hili jambo tumeongea kwa miaka mingi. Kuanzia 2015 tukaanza kuongea mambo ya kiwanda ya maziwa. Hata tulitafuta wale investors ambao walitoka ng'ambo, ambao walitusaidia sana mwanzoni, lakini tulifika mahali tukaona wenyewe tuendeshe haya mambo, na tumechukua muda kwa sababu kitu ya pesa mingi kama hiki mpaka tuwe na mpango maalum. Ni mpango wa serikali kuona ya kwamba katika kaunti yetu tuna viwanda vingi ambazo zitasaidia watu wetu na pia kuimarisha uchumi wa kaunti yetu. Ndio kwa sababu wakati tulianzisha serikali ya ukatuzi wa Kakamega, tulikuwa na viwanda wa sukari, viwanda za sukari peke yake. Hapa tuna Butali, tuna West Kenya na tuna Mumias, na tukaonelea kwa sababu hatutaki wananchi wategemee mambo ya miwa peke yake, kwa sababu ikisorota vile imesorota wakati huu, basi uchumi wetu utaenda chini. Ndio tukaonelea kukushon wakulima tuje na vitu vingine. Ndio kwa sababu tulikuja na mambo ya dairy animals, ng'ombe zile za maziwa, tukakuja na mambo ya majani chai, na vile mnajua hivi karibuni pia tutaanzisha kiwanda cha majani chai kule Shinyalu, na pia tukaonelea hizi viwanda kule Lugari, tukaonelea tuweke kiwanda ambayo tutasiaka mahindi, kwa sababu mahindi mengi kule Lukuyani na Lugari. Hii ilikuwa isaidie uchumi wetu, na tumefika mahali ambao tunahakika tukianzisha hizi viwanda vitasaidia watu wetu. Pia tukianzisha viwanda vipya, sisi kama kaunti ya Kakamega tumeamua tunataka tusaidiane na wale stakeholders wa kile kiwanda cha Mumias Sugar mpaka ifufuliwe, ili iendelee kusaidia wananchi vile ilikuwa inasaidia. Na wakati
tunakaa pamoja, tunataka tusaidiane kusundua hiyo kiwanda. Hatutaki siasa mingi ambayo haina maana, kwa sababu kiwanda ya Mumias ilianza kusorota kabla atue na serikali ya kaunti, lakini tumeonelea kama serikali ya kaunti tuingilie hayo mambo, na saa hii tuna mikakati ambayo itaendelea mbele kuona pia tukianzisha viwanda vipya kama hizi, pia tuna zile za zamani ambazo zitafufuliwa. Na tukifanya hii, tuna mambo mengi ambayo tulikuwa tumepanga. Kiwanda kama hiki kinataka maji mengi. Kama hatuna hapa maji, itakuwa shida. Tuna mpango hivi karibuni kutoa maji kule Kuvasali huko juu mpaka hapa. Hiyo maji itasaidia wale watu karibu 50,000 katika sub-county ya Malaba. Kitoka kule, wale watu wote ambao wako njiani watapata hiyo maji, na hiyo maji itakuja hapa, ni itapita mpaka ingie Malaba town na iende huko chini, ili tuwe na maji masafi ambayo itasaidia watu wetu. Tuna pia mpango hii kiwanda tukisundua hii kiwanda ianze kufanya kazi, tutakuwa pia na maziwa, na customer wa kwanza wa hiyo maziwa itakuwa shule zetu za ECD. Tunataka watoto wetu wa ECD waanze kupata maziwa kutoka hapa. Lakini kabla hii ianze kazi, tuna mpango wa kuanzisha mambo ya piloting ya mambo ya maziwa. Tunaendelea kuongea na sub-county na kaunti moja ambayo ina kiwanda ya maziwa, ili tusaidiane watuletee maziwa na tuwape watoto wetu. Na ningeomba wale wakulima, tukitaka tusaidiane na serikali kwa haraka, mpaka tuwe kwa cooperatives, tuwe na mashirika ya wakulima, kwa sababu hiyo ndio njia pekee serikali ambayo inaweza kusaidia wewe. Mambo ya ushirika hapa Kakamega umefifia, na ukienda kaunti zingine mambo ya ushirika ndio unasaidia watu wetu katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo tunataka wakulima wote kila kona ya Kakamega, mkiwa wakulima wa miwa, mkiwa wakulima wa ng'ombe na vitu vingine, muje pamoja kama ushirika, na kupitia kwa hiyo ushirika tutamsaidia kama wananchi. Ninaona tuna mvua inakuja, najua wengi wenu mnaenda mbali. Mambo mengi nitaongea wakati tutakuwa na Mashujaa Day kule Navakholo. So wale wote ambao wako hapa, namkaribisha siku ya Jumapili kule Navakholo. Tutakuwa na Mashujaa Day celebration kule kama kaunti ya Kakamega. Kwa hivyo mambo mengi nitaongea siku hiyo, na mufike huko saa 3. Nataka tuanze mapema, tukifika saa 7 tuwe tunamaliza mambo ya Mashujaa Day. Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Gavana wetu kwa hotuba hiyo, na nitauliza sasa tuweze kuketi, tumruhusu Mheshimiwa Gavana na viongozi walioko mbele aweze kuteremka na rasmi aweze kuzindua ujenzi wa jengo hili kwa kutumia mashine iliyoko pale mbele. Mheshimiwa Gavana, tafadhali.
na wakati mheshimiwa gavana anapanda kwenye trakta hiyo, walioko kwenye jukwaa tutakuwa kando tukifurahia, na hata pia umma hapo tulipo tuweze kutizama na kujua kinachoendelea pale. Nitakuwa na watangazieni, alafu hiyo wakati inalima chini tuweze kushangilia na kufurahia. Anapokuja sasa kuweza kupanda kwenye petro hiyo, alafu aweze kuiendesha taratibu, tuweze kufurahia ujenzi wa kiwanda cha maziwa Kakamega County. Hapa Tumbe ni Malava County, na tukiwafurahia pia wageni kutoka nje ya kaunti hii, wakiwemo wageni kutoka Uasin Gishu ambao kuunga mkono mradi huu wa maziwa. Asanteni sana. Alama tunasema karibuni Kakamega. Wageni kutoka Tanzania, Bungoma County, Vihiga County, Busia County, Siaya County, jirani wote wa Kakamega, karibuni sana Kakamega. Mradi wa maziwa unazinduliwa rasmi kujengwa kiwanda kikubwa cha maziwa, na anafanya vyema gavana. Mpigie makofi pale tafadhali. Asante, mpigie makofi tena. Asante. Vyema, ujenzi unazinduliwa kiwanda cha maziwa Kakamega County. Tunashukuru, tunafurahia ugatuzi onyesho zuri kabisa la matunda ya ugatuzi ambao utagusa maisha ya wengi, wakiwemo wenyeji na wageni wa gatuzi la Kakamega. Nitaomba sasa nafasi gavana aje kwa kiasi, nafasi nzuri wakati tunapata wimbo wa taifa na wimbo wa kaunti ili kuhitimisha shughuli hii nzuri sana. Sukuti sasa, asanteni sana.